Waumini wa dini ya Kiislamu duniani kote wanaendelea na ibada ya mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Miongoni mwa matendo yaliyopewa msisitizo mkubwa katika mwezi huu ni kuwafutarisha wafungaji, tendo lenye malipo makubwa mbele ya Allah. Kwa kutambua umuhimu wa ibada hiyo, uongozi wa Laks Marijani umeandaa futari maalum kwa ajili ya wananchi wanaoishi katika maeneo yanayozunguka hoteli hiyo, hususan wakazi wa Pwani Mchangani. Hatua hiyo imelenga kuimarisha mshikamano na kuendeleza mahusiano mema kati ya wawekezaji na jamii inayowazunguka. Uandaaji wa iftari hiyo ni sehemu ya utekelezaji wa agizo la Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ambaye amekuwa akiwahimiza wawekezaji nchini kufanya jitihada za kunufaisha wananchi wa maeneo wanayowekeza, ikiwa ni pamoja na kushiriki katika shughuli za kijamii. Akizungumza kuhusiana na futari hiyo, mkurugenzi wa hoteli za The Laks Collective, ndugu Olivia Chavi, amesema kuwa lengo kuu la kuandaa iftari hiyo ni kudumisha umoja, mshikamano na kuimarisha mahusiano ya karibu kati ya hoteli hiyo na wakazi wa maeneo yanayozunguka. I came for a very special event. We do have an initiative in our company called Circle of Care. And Circle of Care have different components. One of them is sustainability, one of them is protecting the lagoon, and one of them is local community. And for us it's very important because without the local community, we will not be there. Not only for the labor, but for the parents of the labor. So we organize once a year an iftar. We had tonight 320 attendees. I've seen some little babies not even able to walk, all the way to the grandfather and grandmother. And of course, we provide them with food after the prayer, after the breakfast. So they go to the prayer, we have an imam, and after the ladies and the men finish the prayer, we feed them, and then they go back home with a heavy bag with some food and flour and drink and everything to cook at home. For us, it's a blessing to be able to do this because we do care about the local community. And Zanzibar is a gem, which needs to remain a gem. And what makes it a gem is not only the white sand beach and the beautiful lagoon, it's the population, it's the people. And I said to my wife tonight, they must have been born with a smile. The smile of people in Tanzania and Zanzibar is amazing. It's like, you know, people were born to smile. So I'm coming from Mauritius Island, and I thought that in Mauritius, the people and the empathy and the kindness was something, I can tell you, it's something special in Zanzibar. So thanks anyway for welcoming us, and I'm so proud and happy to have this property here in Zanzibar. It's one of our gems in our portfolio, and we are so happy to call it a Lux. Kwa upande wake, sheha wa shehia ya Pwani Mchangani, Hamis Haji Juma, amesema hoteli hiyo imekuwa chachu ya maendeleo katika kijiji hicho kwa kuchangia ajira, huduma za kijamii pamoja na kuimarisha ustawi wa wananchi. Tumefurahika kwa hali ya juu baada ya kupata mwaliko wa Laks Marijani kwa ajili ya iftari wananchi wa Pwani Mchangani ambao wamechanganyika yatima, wajane na wasiojiweza. Wote wamealikwa iftari. Na muendelezo huu sio mwaka huu tu, bali kwa miaka iliyopita yote tunapata mwaliko kama huu. Linajenga uhusiano mwema na mzuri ambao uliotukuka kwa sababu tunashirikiana kwa mengi. Hata mambo ya usafi pia. Juzi ilikuwa kuna semina ya usafi kwa wananchi kwa ajili ya kuweka mji wetu safi ili watalii waje kwa wingi zaidi. Wito kwa jumla, ninaomba kwamba wawekezaji wengine waige mfano wa Laks Marijani ili tupate kuendeleza ushirikiano mwema baina ya wageni na wazawa wa kijiji chetu au kwa Zanzibar kwa jumla. Tunatoa shukrani zetu za dhati kwa hoteli hii. Nafikiria huu ni muendelezo mwema kwetu sisi, kizazi hiki na kijacho. Asante. Nao wananchi wa Pwani Mchangani hawakusita kutoa shukrani zao kwa wamiliki na uongozi wa hoteli hiyo kwa moyo wao wa kujali jamii, huku akitoa wito kwa wamiliki wa hoteli nyingine kuiga mfano. Kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa kupata mwaliko huu, na hii mwaliko huu unafanya kwamba jamii na wawekezaji wajenge upendo, kwa sababu si kila mtu anafikiria kufanya jambo hili. Lakini kwa ushauri na kwa nasaha, ingalikuwa vyema
kwa wale hoteli nyingine zikaiga kama hivi, kwa sababu ni kitu kinachokifanya uendelevu na kujenga mapenzi, kwamba kwa sababu wanakijiji ndio wanaojua au watakaotambua ubaya au na uzuri wa baadhi ya mahoteli. Kwa hivyo kwa hili tunamshukuru Mungu, ni jambo zuri na ni jambo la kuigwa, kwa sababu wale walikuwa wote wamealikwa, halafu baada ya kualikwa tumekula, baada ya kula na wamepewa kifurushi. Kwa mantiki hiyo, ina maana mwekezaji kajiandaa, na kwa hili tunamshukuru. Tunashukuru uongozi wa hoteli hii ya Luxy Marijani kwa kutualika kuja kuftari, na si mwaka wa kwanza, tokea mwaka walipoanza mwaka uliopita wametualika vizuri tu. Pia tunashukuru, tunashirikiana nao kwa hali na mali katika masuala yetu yote yanahusiana na ukulima wa mwani. Pia tunashirikiana kijijini, inapotokea matatizo wanatusaidia. Tunashukuru sana. Mwenyezi Mungu awajalie kila la kheri na awazidishie baraka kwa hiki wanachokifanya. Tumefarijika sana kwa sababu tumeungana pamoja na Luxy Marijani, na si kwa chakula cha iftari tu, hata shughuli nyingine kama usafi, shughuli za kijijini, kina mama funga mwani pia tunashirikiana nao kwa pamoja. Imeandaliwa na Abdullahi Abdallah, nyuma ya kamera Jabir Ridwan, Fatma Benard, Asam Online TV.